kwa kusimama ndani ya swala ya faradhi ni nguzo katika nguzo ya swala ya faradhi kwa yule aliye na uwezo wa kusimama. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya ndugu zetu ambao waswali juu ya kiti. Haiwezekana kwa yeye aweza kusimama lakini kusujudu hawezi. Bimaana kama kusimama yosimama lakini kusujudu ndio hawezi. Hii haijampa ruhusa yeye kuswali kwa kukaa. Kwa ataswali kwa kusimama, arukuu, i'tidal. Watu wakienda kusujudu ndio atafanya nini? Ndio atakaa. Lakini sio swala nzima, kwa kuwa hawezi kusujudu peke yake, akiingia tu ndani ya swala yuwakaa, swala yake batila, swala yake isihi. Kwa nini? Kwa sababu katika swala waruhusiwa kukaa katika ile nguzo ambayo huiwezi peke yake, si swala nzima. Na hii ni tambihi muhimu sana, watakikana watanabahishwe ndugu zetu wanaoswali kwa kukaa juu ya viti. Na hili nalisema kwa sababu nawaona baadhi ya watu atoka nyumbani kwa kutembea, atembea mpaka msikitini. Maana yake nini? Yuweza kusimama, yuaja mpaka msikitini, akifika msikitini aweka kiti yuwakaa, kisha yuanza swala. Huyu swala yake batila, sababu anao uwezo kusimama lakini waswali kwa kukaa. Ukimuuliza mbona wewe waswali kwa kukaa? Kwa sababu mimi siwezi kusujudu. Sawa sawa, sheria imekupa ruhusa wewe, ikiwa huwezi kusujudu kaa, lakini ukae sehemu gani? Ukae sehemu ya sujudu peke yake. Ama bakia swala ya faradhi, ikiwa ni sehemu ya kusimama lazima usimame. Kwa wasimama katika ile swala yako sababu una uwezo kusimama. Akirukuu imamu na wewe pia warukuu. I'tidal, sami Allahu liman hamida, wasimama. Ikifika sasa tuenda kusujudu, Allahu akbar, wewe huwezi kusujudu, hapo ndiyo sheria imekuruhusu kukaa. Kwa hivyo wakaa pale. Yule imamu akisimama kwenye raka inayofuata wasimama tena. Mtakuwa mmeeleweka. Isipokuwa yule ambaye ule uchungu anaoupata katika hali ya kusimama ni mwingi kiasi cha kuwa yamuondoa khushu' katika swala, basi yule ataruhusiwa kukaa. Ama ikiwa ule uchungu unaopatikana na uchungu ambao yuwaweza kuvumilia ni kawaida, basi pia bado hajaruhusiwa kukaa. Hili nalitanabaisha kwa sababu baadhi ya ndugu zetu walichukulia sahali sana. Mtu basi tu pengine ameshindwa kwa mfano kusujudu pia, basi atakuja pale kuanzia mwanzo wa swala, imamu Allahu akbar, yeye wakati mwanzo mpaka mwisho wa swala. Na hili ni kosa kubwa ambalo baadhi ya watu wafanya, na matatizo yako kwa sababu wengi wetu ahkam zinazofungamana na swala hatusomi. Wengi hatusomi ahkam zinazofungamana. Waweza kumwona mtu aswali kwenye kiti, lakini ikifika time ya darasa kwa mfano katika ule msikiti anaoswali hawezi kukaa kwenye kile kiti akasikiza ile darasa na pengine yafungamana na kile kitendo anachokifanya. Kitu kimoja muhimu sana, ikiwa umepata mtihani wa kuswali kwa kukaa, ni faradhi na ni wajibu juu yako Muislamu usome ahkam za swala zinazofungamana na kukaa. Usiposoma na una nafasi ya kusoma kisha ukawa wakosea kwa sababu hutaki tu kusoma jambo ambalo ni faradhi juu yako, basi usilaumu ukasema swala yangu itabatilika vipi na mimi nilikuwa sijui. La, swala yako ni batila kwa sababu ulikuwa na nafasi ya kusoma lakini hukusoma. Kwa usisingizie kuwa mimi silikuwa sijui na watu walipokuwa wasomeshwa yuko wapi. Muhimu sana hii, sababu ukishafikia wewe waswali kwa kukaa, sasa ishakuwa ni wajibu juu yako ukatafute ilmu inaofungamana na swala na ahkam za kukaa kwenye swala.